Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mkusanyiko huu katika Kristo Yesu. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana Yesu. Na kwa sababu tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana Yesu, Yesu Kristo yupo katikati yetu. Mwenye jina yupo katikati yetu. Na huyu mwenye jina ambaye sisi tumeliamini jina lake na kumkimbilia yeye aliye hai, yupo kulithibitisha neno lake na jina lake ya kwamba lina nguvu na lina uweza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninayesema nawe ni Mama El wa Jesus is the way, na kukaribisha sana katika ibada hii. Tuna ibada nzuri sana, ibada ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuna ibada ya kumshukuru Mungu. Na lengo la ibada hii, lengo la Roho Mtakatifu kuachilia ibada hii, tupate ujumbe ambao huu ujumbe nina uhakika kabisa asilimia zote utakapo usikia utabadilisha maisha yako yote na kuyasukuma maisha yako katika kumshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi na tutajifunza somo letu linalosema ya kupasa kutengeneza mduara wako wa mafanikio kwa kumshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi nitafungua ibada hii kwa maombi. Baba, nakushukuru kwa maana uko pamoja na sisi. Kwa maana uko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wote. Nakushukuru kwa ujasiri tulio nao ndani yako Bwana Yesu. Kwa kuwa wewe ni Mungu, uko pamoja nasi. Na kwa sababu uko pamoja na sisi, hakuna chochote kilichokuwa juu yetu. Baba, ninasema asante kwa kuwa upande wetu, kwa kuyaokoa maisha yetu kwa damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani. Baba Mungu, nasema asante kwa ajili ya mkusanyiko huu. Na ninasema asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umemkusudia kusikia sauti yako na neno lako lilo hai, ambalo Baba lina pumzi yako na sauti yako ndani yake. Baba Mungu, nakushukuru kwa kunisimamisha katika nafasi hii kama chombo chako tu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Roho Mtakatifu wa Mungu unayetenda kazi ndani yetu, Roho Mtakatifu wa Mungu ukaseme na kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Baba, katika jina kuu la Bwana Yesu, katika jina kuu la Bwana Yesu lipitalo majina yote, Mungu, ninakisogelea kiti chako cha rehema na neema kwa damu yako takatifu ya agano jipya kama kuhani wako niliyekombolewa kwa damu yako takatifu, na umeniweka kwenye nafasi ya ukuhani kwa ajili ya utukufu wako. Baba Mungu, ninatubu popote nilipokosa, kwa kujua na kwa kutokujua nimekosa na nimepungukiwa na utukufu wako. Ninaomba damu yako ya agano jipya inioshe sasa na kunisafisha na inihesabie haki sawa sawa na ahadi ulioniahidi katika neno lako. Baba, katika jina lako takatifu na kisogelea kiti chako cha rehema na neema kwa damu ya Yesu ya agano jipya. Ninahitaji rehema zako na neema yako za kutuokoa sisi watoto wako. Mungu wangu, asante. Asante kwa kunisamehe. Nami nimesimama sasa, ninatubu kwa ajili ya kanisa lako, watoto wako wa Bwana, wa kike kwa wa kiume. Mungu wangu, nakusihi upate kuwasamehe. Samehe uovu na dhambi na makosa yote walioyafanya kwa kujua na kwa kutokujua. Samehe Baba, damu yako ipate kupita sasa na kuwasafisha na kuwatakasa mioyo yao, roho zao, nafsi zao, maisha yao yote yatakasike sasa kwa damu yako Yesu ya agano jipya. Baba Mungu, ninaomba neema yako ipate kufunguka kwa kila mmoja wetu kwa ajili ya utukufu wako. Neema yako yenye kutuhuisha, yenye kudhihirika katika kila udhaifu tulio nao. Neema yako yenye kutupa nguvu na kutufundisha. Neema yako yenye kutufundisha kukataa mabaya. Neema yako Yesu ikapate kudhihirika juu ya mama huyu, juu ya baba huyu, juu ya kijana huyu, juu ya binti huyu, juu ya watoto wao na familia zao, juu ya wazee hawa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
Roho Mtakatifu wa Mungu, tumekubali kuwa wanafunzi wako. Tunaomba ukadhihirike kama nguvu ya Mungu yenye kutufundisha na nguvu ya Mungu yenye kutuokoa kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, tumekubali kuwa wafuasi wako. Tunaomba ukatuongoze na kutushauri, na macho yako yatuangalie, yakitutazama usiku na mchana. Baba, asante kwa kutupa nafasi ya kurudi kwako kujifunza kwa habari ya kukushukuru wewe, na kukushukuru wewe Mungu uliye hai, kwa maana Mungu unapendezwa na mioyo ya shukrani. Basi Mungu, mguse kila mmoja na umpe kila mmoja wetu utulivu wa rohoni wa kupata kulisikia neno lako kwa ajili ya utukufu wako. Na Roho Mtakatifu wa Mungu, jaza ndani yetu roho ya maombi ya kumshukuru Mungu, kwa maana Bwana, imo nguvu ya ajabu katika shukrani. Baba, nasema asante, neema yako yatosha. Nafunika ibada hii kwa damu ya Yesu, na mahali popote neno linapita na achilia damu ya Yesu Kristo ya agano jipya, na uhalali wa adui kuingia kwenye eneo lolote la maisha yetu ninaufuta sasa kwa damu ya Yesu. Uhalali wa shetani kuingia kwenye maisha yetu ninaufuta kwa damu ya Yesu. Uhalali wa shetani kusimama na hati za mashtaka na hukumu juu yetu ninauondoa kabisa na kuufuta kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu aliye hai. Nasi Mungu, tuna ujasiri mbele zako, kwa maana Baba, tunajua tukiomba lolote sawa sana mapenzi yako, hakika Baba tunapokea. Nasi tumeomba, tunasema asante Bwana, kwa maana uko pamoja nasi na uko tayari kumhudumia kila mmoja wetu kwa utukufu wako Mungu, katika jina kuu la Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Basi tunakwenda kujifunza ujumbe au somo linalosema ya kwamba ya kupasa kutengeneza mduara wako wa mafanikio kwa kumshukuru Mungu. Haleluya. Wote tunajua mduara, si ndio? Kwa hiyo ya kupasa kutengeneza mduara wako. Mduara kwa kawaida hauna mkato, yani hauna pengo, hauna gap. Cycle, mduara. Kwa hiyo ya kupasa kutengeneza mduara wako wa mafanikio ambao hautakatika. Na huu mduara utautengeneza katika kumshukuru Mungu. Na tutajifunza hili kupitia maandiko. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mwanadamu lazima utambue, kuna wakati Mungu hahitaji chochote kutoka kwetu. Ni lazima tutambue. Bali anahitaji tumshukuru tu. Haleluya. Kuna wakati Mungu hahitaji chochote kutoka kwetu, bali anahitaji tumshukuru tu, ili yeye Mungu aridhike, ili yeye Mungu kuna vitu ambavyo anataka kuviachilia kwenye maisha yetu, na ili Mungu apate kutuvusha pia stage nyingine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na lengo la ujumbe huu ambao utakuwa ni mfululizo wa ujumbe wa ibada hizi, umuhimu wa kumshukuru Mungu, ambao ndio tunauanza sasa. Na lengo la ujumbe huu, kwa nini nikisema lengo na maanisha kwa nini Mungu aachilie ujumbe huu maishani mwako? Kwa sababu ipo nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya ujumbe huu. Unisikilize vizuri. Ipo nguvu ya Roho Mtakatifu, yani nguvu ya Mungu ndani ya ujumbe huu, ambayo Mungu ameachilia maishani mwetu. Na hii nguvu hii ipo pamoja na kila mmoja anayesikia, na kila mmoja anayesikia ujumbe huu, au kila mmoja atakayeusoma ujumbe huu. Na nguvu hii itakusukuma kumshukuru Mungu katika Kristo Yesu. Yani hakuna jinsi ambavyo tutaenda kusikiliza neno hili au ujumbe huu tukafika mwisho usiwe na nguvu ya Roho Mungu ndani yako itakao kusukuma kumshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutasoma Zaburi 50. Fungua Zaburi 50 mstari wa 7 mpaka wa 15. Bwana Yesu apewe sifa sana.
mstari wa 7 mpaka wa 15, au nitaanzia mstari wa 9. Samahani, Zaburi ya 50 mstari wa 9. Mstari wa 9 nitasoma. Amen. Neno la Mungu linasema, sitatwaa ng'ombe katika nyumba yako, wala beberu katika mazizi yako. Maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima 1000. Na wajua ndege wote wa milimani, na wanyama wote wa mashambani ni wangu, asema Bwana. Haleluya. Mungu anasema katika ya maneno, hatahitaji kitu kutoka kwako. Anasema, sitatoa ng'ombe katika nyumba yako, wala beberu katika mazizi yako. Maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima 1000. Na wajua ndege wote wa milima, na wanyama wote wa mashambani ni wangu, asema Bwana. Sasa Mungu anasema hivi, hatahitaji kitu kutoka kwako, kwa sababu wanyama na kila kilicho mapolini ni chake. Ndege wa angani ni wake, na kila kilicho mashambani ni chake. Ndiyo maana hata unapomtolea Mungu sadaka, usiwe na fikra kwamba Mungu ana uhitaji. Kwa sababu watu wanafikiri anapomtolea Mungu sadaka ni kwamba Mungu ana uhitaji na hivyo vitu ambavyo unamtolea. Kumbuka kila kitu ni mali ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo unapomtolea Mungu sadaka, usiende na fikra kwamba Mungu ana uhitaji. Hapana. Sadaka ni tendo la imani. Na Mungu anapotaka tumtolee, ni nini anahitaji basi? Kwa nini Mungu aseme tumtolee sadaka? Kwa sababu Mungu anahitaji moyo wako. Amen. Mungu anahitaji moyo wako. Mungu anaupima moyo wako. Kwa hiyo wapendwa, sadaka ni kipimo cha Mungu kupima moyo wa mwanadamu, kama unampenda na kama unamtii. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tumeelewana mpaka hapo? Nitakupa mfano. Ukisoma neno lako katika Mwanzo sura ya 22, kwa muda wako utaisoma yote, utakutana na habari za Ibrahim. Ibrahim alipoambiwa amtoe Isaka kama sadaka, Mungu alimtaka Isaka kwa Ibrahim. Nakumbuka Isaka ndio alikuwa mtoto wa agano kwenye kiuno cha Ibrahim. Sasa ni kama Mungu anakuambia utoe kitu kilicho kinono kwenye maisha yako, ambacho hicho kitu kinono, huyu Isaka huyu, tukumbuke ni Mungu ndiye aliyempa Ibrahim, lakini Mungu anamwambia hivi Ibrahim, mtoe Isaka na muhitaji, mtoe kama dhabihu. Na kumbuka sadaka za wakati ule zilikuwa ni sadaka za kuteketezwa. Kwa Ibrahim akamfungasha Isaka, akawa amechukua na vitu vya kuweka kwenye madhabahu, kuni na nini. Isaka anamuuliza, baba, tunaenda wapi? Mbona tuna kuni, tuna vitu vya kutoa dhabihu, lakini sioni mwana kondoo? Kumbe yeye Isaka ndiye sadaka Mungu aliyomtaka. Sasa Mungu Ibrahim alipoambiwa amtoe Isaka, Mungu alikuwa hana shida na Isaka, wapendwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitazungumzia hapa kidogo, hatupo kwenye somo la sadaka, lakini nitazungumzia kidogo ili uwe na uelewa. Bali Mungu alikuwa na shida na moyo wa Ibrahim. Alikuwa hana shida na sadaka. Alikuwa na shida na moyo wa Ibrahim, ambayo yamkini labda kwa sababu Isaka alikuwa ni mtoto wa agano, ni donge nono sana kwenye maisha ya Ibrahim. Labda yamkini Ibrahim moyo wake wote ulikuwa umeegamia hapo. Sasa Mungu anataka aupime moyo wa Ibrahim. Na ndio maana Mungu akamwambia Ibrahim amtoe Isaka. Ndio maana Ibrahim alipokubali tu moyoni mwake na kuchukua hatua ya kumwachilia Isaka kwenye madhabahu ya Bwana, Mungu alichokifanya ni nini? Mungu hakumchukua Isaka, bali Mungu alimpa Ibrahim
mwana kondoo wa kutoa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu alikuwa hana shida na Isaka, bali moyo wa Ibrahim. Na moyo wa Ibrahim ulipokubali kumwachilia Isaka kwenye madhabahu ya Bwana, Mungu akasema, stop Ibrahim, usimtoe huyo mtoto. Angalia hapo pembeni kuna mwana kondoo, huyo ndio utakayemtoa. Alafu baada ya hapo tuangalie sasa. Mungu akamwambia Ibrahim, kwa sababu umeitii sauti yangu na kutenda neno langu, neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, nimeapa kwa nafsi yangu mimi Mungu, kubariki nitakubariki Ibrahim, na kuzidisha nitakuzidisha, nitauzidisha uzao wako Ibrahim. Kwa sababu gani? Umeitii sauti yangu na kutenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Na ndivyo ilivyo hata kwetu. Kwa sababu hatumzuilii Mungu vile tulivyo navyo, basi Mungu kuna kitu anaachilia. Sasa nataka hapa ujifunze nini? Mungu alikuwa hana shida na sadaka, kwa sababu hata mwana kondoo aliyemtoa Ibrahim badala ya Isaka alitoka kwa Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu alimwambia, angalia pembeni hapo utakuta mwana kondoo. Bali Mungu alikuwa na shida na moyo wa Ibrahim, ajue kama kweli Ibrahim anampenda na kumtii Mungu. Na Mungu alipojua hili, aliachilia vitu vingi sana. Utasoma hii Mwanzo 22. Tuendelee na somo letu. Point yangu ni kwamba ina relate nini na hii Zaburi, inaoanisha nini na Zaburi 50 kuanzia mstari wa 9 tulio usoma. Nimekwambia kwamba kuna wakati Mungu hataki kitu chochote, kwa sababu yeye ni Mungu aliyejitosheleza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu ni Mungu aliyejitosheleza. Anachotaka ni mioyo yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana mstari wa 10 anatuambia hivi, kama ningekuwa na njaa nisingekwambia, maana ulimwengu wote ni wangu, navyo viujazavyo. Je, nile nyama ya mafahali au ninywe damu ya mbuzi? Mungu anasema hivi, hata kama angekuwa na njaa, hana haja ya kutuambia sisi wanadamu kwamba tumshibishe, kwa sababu ulimwengu wote mzima ni wake yeye Mungu, na vyote vijazavyo ni vyake yeye Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Pointi yangu ni kwamba kuna wakati Mungu hataki kitu chochote. Sasa tuangalie katika mistari Mungu anachohitaji ni nini. Anaendelea kusema ya kwamba, anaendelea kutuambia kwamba anachotaka ni hichi. Mstari wa 14, mtolee Mungu dhabihu za kumshukuru, za kushukuru. Mtimizie aliye juu nadhiri zako. Afu anasema mstari wa 15, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Kama uliingia nadhiri na Mungu, nadhiri manake nini? Ni ahadi uliomwekea Mungu. Kuna watu wanapopita mahali pagumu, wanatamka kwa vinywa vyao, yani mimi Mungu akiniwezesha kupata hiki, yani mimi nitakuwa nasaidia masikini, mimi nitakuwa nasaidia yatima mimi. Lakini Mungu anasikia ile nadhiri unaomtolea, alafu Mungu anakufungulia mlango. Mungu akisha kufungulia mlango, kuna watu wanasahau yale waliomwaidia Mungu, na hapo ndipo kuna kuja maangamizo. Sasa nadhiri unaomwekea Mungu, na ndio maana neno la Mungu linasema bora usiweke nadhiri kuliko uiweke ahadi kwa Mungu alafu usiitimize. Na wakati binadamu anapita kwenye mambo magumu, ni rahisi sana kuweka ahadi kwa kinywa chake. Na kuanzia leo hii, unapoweka ahadi iandike. Unapomwekea Mungu ahadi iandike, kwa sababu Mungu ataidai kutoka kwako. Sasa asema Bwana, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Hichi ndicho anachokitaka Mungu.
Baada ya kutuambia kwamba mimi sina shida na hivyo vitu vyenu, msizani ya kwamba mimi hata nikiwa na njaa nitahitaji nyinyi mnishibishe. Hapana, mimi ninachotaka mnitolee mimi dhabihu za kushukuru. Kwa lugha nyingine, mtambue ya kwamba yayo yote mlio nayo ni yangu mimi Mungu. Kwa hiyo mje kunitukuza mimi, mnirudishie mimi utukufu. Mtambue, unapotambua ya kwamba nilicho nacho kutoka utosi wangu mpaka kwenye unyayo wangu ni Mungu, hutaacha kumshukuru. Huwezi kuacha kumshukuru, huwezi kuacha kumtukuza, na ndicho Mungu anachotaka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ukisoma ile mstari wa 23 anasema katika hii Zaburi ya 50, atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Kwa ukitaka kumuinua Mungu, kufanya Mungu, yani kumrecognize Mungu, unamrecognize Mungu katika maisha yako, kumtambua Mungu, umtolee dhabihu ya kushukuru. Ukitaka kumtukuza Mungu, njia ya kumtukuza Mungu ni kumshukuru. Kwa sababu unaposema Baba Mungu, asante kwa sababu umeniumba mimi na mikono miwili. Umeniumba mimi na miguu miwili natembea. Baba Mungu, ninaongea. Unamshukuru Mungu. Asante kwa chakula nilicho nacho. Asante kwa pumzi nilio nayo. Kwa sababu watu wengi wanafikiri ya kwamba vile ulivyovipata ni wewe. Yani mwanadamu ana tabia ya umimi, kwamba kwa akili zangu na ujanja wangu nimefanikiwa hapa, nimepata hivi. Kumbuka wakati wewe mwisho wa mwezi labda Mungu kakuwezesha kupata hela ya kulipa kodi, kuna watu ambao wanapiga magoti wanamlilia Mungu, au kuna watu ambao wanafukuzwa kwenye nyumba. Sasa mshukuru Mungu, jenga tabia ya kumtukuza Mungu. Mungu anahitaji tumtolee sadaka ya kushukuru na kutimiza ahadi tulizomuwekea. Ndipo anasema hata katika mateso yetu tutakapomuita atatuokoa. Na baada ya kutuokoa anahitaji tumtukuze, na sisi tutamtukuza. Nitarudia mstari wa 14. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie Mungu aliye juu nadhiri zako, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tunajifunza nini hapa? Kumbuka somo la kichwa, kichwa cha somo, neno la Mungu linasema, ujumbe ambao Mungu ametupa ya kupasa kutengeneza mduara wako wa mafanikio kwa kumshukuru Mungu. Sasa mduara tunaupata katika mstari wa 14 na wa 15. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Sijui umeona hicho kitu hapa? Kama umegundua kitu hapa, tunaona hili ni tendo linalozunguka, ni mzunguko huu, ni mduara. Tukimshukuru Mungu, anasema tumtolee dhabihu ya kumshukuru, si ndio? Tukimshukuru Mungu, anasema tukimuita ataitika. Haleluya. Akishaitika anatuokoa. Akishatuokoa na sisi tunarudi tena kwake, tunamtukuza. Tunamtukuza kwa nini? Kwa shukrani, ambao ni mstari wa 23 huo. Neno la Mungu linasema atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Tunamtukuza kwa shukrani. Tunapomtukuza kwa shukrani, siku nyingine tena tunamuita yeye, naye anashuka, anatuokoa. Akishatuokoa, akituokoa tena, na sisi tunarudi kwake, tunamshukuru. Tunamtukuza kwa kumshukuru. Kwa hiyo ni mduara unaozunguka. Tunamshukuru, tunamuita, anatuokoa. Tunamtukuza kwa kumshukuru, tunamuita tena, anatuokoa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu Mungu anajua, huyu mwanangu nimempa hichi kidogo, amerudi kwangu kwa shukrani. Je, nikimpeleka ngazi nyingine tena ya juu, najua atarudi tu kwa shukrani. Kama kwa hichi nilichompa kidogo amerudi kwangu kwa shukrani,
basi hata nikimpa kikubwa atarudi kwangu kwa shukrani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi Mungu atusaidie tuanze tabia ya kutengeneza huu mzunguko. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimeanza kukusomea ile mistari ya kwanza kwamba kuna wakati Mungu ili afungue milango yako hahitaji chochote, anahitaji tu ufungue kinywa chako. Utambue kwamba ni Mungu aliyekuwezesha kuwa hai mpaka leo hii. Nakwambia kuna wakati unalala hujitambui kitandani kabisa. Je, pale unapolala hujitambui, adui anashindwa kukumaliza? Ni nini kinachokulinda kama sio nguvu za Mungu? Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndugu zangu, kumshukuru Mungu kunamfanya Mungu afungue milango hata ambayo ulikuwa hauitegemei. Na anafanya hivi ili uendelee kumtukuza na kumshukuru, kwa sababu Mungu anapendezwa na vitendo hivi. Anapendezwa na kutukuzwa, anapendezwa na shukrani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Hebu tuombe maneno haya, tutamke maneno haya, tumuombe Mungu kwa maneno haya mafupi. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa Roho wako Mtakatifu uliyemmimina ndani ya maisha yangu. Roho wa Mungu Baba, ninakuomba unisaidie mimi mtoto wako. Unikumbushe siku zote kumshukuru Mungu, ili mduara wangu usije ukakatika kamwe. Baba, ninakuja kwako, nimelisikia neno lako ya kwamba unapendezwa na mioyo ya shukrani. Leo hii Baba wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, muumba wa mbingu na nchi, ninakutolea kwa kinywa changu dhabihu ya shukrani. Baba, ninasema asante kwa kuniokoa, na mimi ninazidi kukushukuru na kukutukuza. Nimeuona wokovu wako kwenye kila eneo la maisha yangu, na ndio maana leo hii ninaishi na ninalisikia neno lako. Na kushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako kwangu ni za milele, na uaminifu wako kwangu ni kwa ajili yangu na kizazi changu chote. Ninakutukuza Mungu uliye hai, katika jina kuu la Bwana Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neema ya Mungu ni kubwa mno, ninauisha roho zetu. Tunakusifu Baba, twakushukuru. Haleluya. Twakuinulia mikono yetu juu. Neema ya Mungu, neema ya Mungu kweli ni kubwa mno. Haleluya. Inauisha roho zetu. Ninakusifu Baba, nakushukuru, na kuinulia mikono yangu juu. Neema ya Mungu, neema ya Mungu wetu ni kubwa mno, inauisha roho zetu. Haleluya. Ninakusifu Baba, nakushukuru Yesu, na kuinulia mikono yangu juu. Mikono yangu Baba nainua juu. Haleluya. Mikono yangu
Yesu nainua juu, ninakusifu na kushukuru na kuinulia mikono yangu juu. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi kama neno hili limekufikia, ninakutamkia kwa jina kuu la Bwana Yesu, pokea neema ya kuingia kwenye maombi na kuendelea kumshukuru Mungu kwa moyo na kinywa chako. Fungua kinywa chako sasa, mtolee aliye hai, aliyekuumba dhabihu ya shukrani, maana anapendezwa nayo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu kwa mema yote. Mshukuru Mungu hata kwa yale ambayo umeyaomba ambayo hujayaona katika macho ya nje. Shukrani inafungua mlango mpya, inamtoa mwanadamu, inamsukuma Mungu kukupeleka sehemu nyingine kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi Mungu akubariki sana. Mimi ni Mama El wa Jesus is the Way, na karibu tujifunze neno la Mungu kwa namba hizi: +255 718 293144, na namba nyingine ni +255 769 145925. Endelea kumshukuru Mungu. Fungua kinywa chako umshukuru Mungu. Anapendezwa na hiyo sadaka, anapendezwa na hiyo dhabihu ya shukrani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Baba, asante, wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe.